raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wawe sehemu ya kumiliki uchumi wa taifa letu kwa lengo la kuwafanya kuwa sehemu ya uchumi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwa bahati mbaya sana niseme, wakati sheria hii inatungwa, tulipokuja kuifanyia revision mwaka 2022, tukatoa kipindi cha miezi 6 kuhakikisha makampuni yote ya telecommunication, MNOs zote za nchi yetu zinakwenda kujilisti ndani ya miezi 6 katika DSE ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati huo hisa ambazo zilifanywa evaluation na owner wa kampuni ya kwanza walikuwa ni Vodacom Tanzania. Walipokwenda kujilisti kwenye stock of exchange, hisa ziliuzwa kwa shilingi 850 kwa hisa moja. Watanzania, watu wanaofanya biashara, viongozi wa serikali na sisi wabunge na wananchi wa kawaida wakavutiwa kwenda kununua hisa, wakawekeza katika stoku ya 25%. Na kwa bahati mbaya sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ile iliwataka 25% ya watakaonunua hisa wawe wa Tanzania, tukawa tumewa exclude foreign investors katika kununua zile hisa 55%. Mheshimiwa Jerry, naomba unisikilize kwa makini sana kaka yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunapozungumza hapa, baada ya Watanzania kutoa mitaji yao wakanunua hisa kwenye kampuni ambayo ilikuwa ya kwanza kulist kwenye stock of exchange. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa bahati mbaya sana nataka nikwambie, as today tunapozungumza, kwa kipindi cha miaka 8 watu wamechukua fedha zao na mitaji wamewekeza kwenye Vodacom. Kwa miaka 8 leo tunazungumza, ukiangalia dividend ya fedha za Watanzania walizowekeza kwenye sekta hii ya mawasiliano katika kununua hisa kwenye kampuni ya Vodacom, nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunapozungumza, kwa miaka 8 mtu mmoja kwa hisa moja amelipwa shilingi 245. Amelipwa shilingi 245, sawa na wastani wa shilingi 35 kwa mwaka kwa hisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayasema haya kujenga hoja. Kama mtu huyu amenunua hisa za shilingi milioni 100, angechukua fedha hizi akaamua kuziweka hata katika treasury bond au kwenye fixed deposit. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Taarifa kutoka wapi? Mheshimiwa Kanyasu. Kwanza nampongeza sana Mheshimiwa mchangiaji, anachangia jambo muhimu sana. Mimi ni sehemu ya watu walionunua hisa, lakini hatujawahi kuona hilo gawio, lakini hata ukitaka kuziuza hakuna mtu wa kumuuzia. Mheshimiwa Ilbari King, unaipokea taarifa ya Mheshimiwa Kanyasu? Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaipokea taarifa hii ya DC mstaafu mwenzangu na naibu waziri mstaafu mwenzangu. DC mstaafu mwenzangu na naibu waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo langu ninakwenda kujenga hoja, na hayo nitafika huko tunapokwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikuambie, katika kipindi cha miaka 8 Watanzania kwa kuwekeza pesa katika DSE kwa kununua hisa za Vodacom, wastani wa shilingi 35 kwa mwaka, fedha ambazo hata mtu angezichukua akaamua kumkopesha mzee Lukuvi, bado angeweza kulipwa fedha ambazo zingeweza kuwasaidia Watanzania maskini hawa waliowekeza katika mtaji huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu ni nini? Kama taifa, Mheshimiwa Waziri, ninakusihi kaka yangu, mnapopewa nafasi na madaraka kuwashauri wakubwa na serikali, washaurini viongozi wetu kwa maslahi ya taifa ambayo yataweza kuvutia investment, sio kudita investment katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ninapozungumza, hisa hizi ambazo wananchi initially walizinunua katika DSE kwa shilingi 850, leo nakwambia hisa hizi zimedrop kutoka shilingi 850 mpaka shilingi 720, na hata ukizitangaza hakuna mtu wa kuzinunua. Mheshimiwa Mwenyekiti, najenga hoja hii. Je, ni mitaji ya Watanzania waliochanga fedha zao wakazipeleka DSE kwa hisa za Vodacom?
Muda wake umemalizika, anamalizia sentensi ya mwisho. Taarifa mwenyekiti. Muda wake umemalizika, malizia sentensi ya mwisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hoja hiyo ninakuomba waziri, utakapokuja kuhitimisha, utusaidie kutupa majibu. Nini msimamo wa serikali? Kama hamtakuja na majibu ya kutosha, tutakwenda kushika shilingi. Utuambie mnakwenda kufanya nini kurevise hii sheria. Muache soko liamue watu kwenda kujilisti kwenye DSE, na watu wakifanya hivi